Tusome katika ile Wafalme sura ya 3 mstari wa 9. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuhukumu hawa watu walio wengi? Haya ni maombi ya Sulemani baada ya kumwambia Mungu, kumwambia omba chochote utakacho. Lakini wakati anakwenda kufanya ujenzi wa hekalu la kwanza, lile ambalo baba yake Daudi alitaka kujenga, Sulemani anaongea na mfalme wa Tiro, Hiram. Anamtuma mtu mmoja anaitwa Hiram aje kwa ajili ya kufanya ujenzi. Ni mtu mwenye hekima. Sasa kwa namna hiyo, nini ambacho kitafanyika sasa hivi ni kwamba Mungu atakwenda kuinua watu wengine ambao watatumika katika ufalme. Kwa hiyo Mungu atakwenda kuachilia hekima ambayo tumeiona kwa kina Bezaleli mwana wa Huri. Mungu atakwenda kufanya tunachokisema ni transfer of wealth, au kuhamishwa kwa utajiri na mali kutoka kwa wasio haki kwenda kwa wenye haki, na hii itapelekea pia kuhamishwa kwa ufahamu pia. Kwa hiyo tutawaona watu wengine wenye fahamu zaidi kuliko kina Elon Musk, na hiki kitu kimethibitisha. Tumeona huyu mtu kutoka Korea anaitwa Yang Hoon Kim, ambaye kipimo cha ufahamu wake au uelewa wake kimesoma kwenye IQ 246. Ni binadamu wa ajabu kuliko wengine, lakini anakiri kwamba yuko Mungu na anasema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo hii itathibitisha kwamba Mungu sasa anakwenda kuhamisha ili aonyeshe kwamba yeye ni muumbaji. Kwa hiyo na mimi tujiandae, muda wa kudharaulika unakuwa umekwisha, muda wa kuonekana wanyonge umekwisha. Hebu kaa katika namna ambayo Mungu atakutumia ili kutengeneza jina la Mungu wetu na Mungu kuthibitisha kwamba amemuumba mwanadamu kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Inuka tusimame katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Amen.